Sasa narudi kwako kaka Heche, Watanzania walioweka ukombozi kwako. Unajua umebeba mzigo mzito sana. Tunafahamu kwamba mwenyekiti ni mmoja kati ya yale makesi ya kubambikiwa Watanganyika wengi ambao wanaozea jela wanayo. Unaweza ukatuelezea chochote kidogo kwa ufupi kuhusiana na kesi ya mwenyekiti au kesi za chama? Na kumekuwa na haya maneno mengi ya maridhiano, kama unaweza ukagusia kidogo na kuhusiana na baraza kuu. Najua uliliongelea hapa. Ajenda yetu kwa kifupi, ukitaka kuzungumza kwa kifupi sana, kuja kubadilisha mwelekeo wa nchi kwenye kila idara, kwenye kila sekta. Kama tunavyojua, sekta ya kutoa haki imeoza, kuanzia kwenye polisi yenyewe, umiliki wa rasilimali. Nani anayemiliki rasilimali za nchi yetu hizi? Gesi, makaa ya mawe. Nani anayemiliki ardhi ya nchi hii kwa sasa? Kwa taarifa yenu, sehemu kubwa ya nchi hii inamilikiwa na Wachina. Hata Masaki sasa hivi. Yes, mfumo wa kikatiba na kisheria ambao umesababisha tukose viongozi wanaotokana na kura, ndio mfumo ambao unaleta matatizo yote haya. Kwa hiyo kwa kifupi sana, focus yetu ni kwenye kubadili mfumo wa kikatiba na mfumo wa kisheria ambao utatuletea viongozi ambao watakuja kufumua na kubadilisha kabisa mwelekeo wa namna ya kuongoza nchi. Kwa hiyo hilo ni la kwanza. La pili, umeuliza kuhusu kesi za chama. Tuna kesi ambazo, moja ni kesi ya mwenyekiti wa chama chetu, mbili ni kesi ya Saidi Isa. Na kama mtakumbuka, hii kesi ya Saidi Isa, kabla ya marehemu Mama Komu kufariki, alisema na alisaini nyaraka kwamba hii kesi ilifunguliwa kwa usaidizi wa msaidizi wa vyama Bwana Sisti Nyahoza, akishirikiana na mtu anaitwa Salehe Bohora. Salehe Bohora huyu, kwa mujibu wa Mama Komu, anasema alitumwa na Rais Samia Suluhu Hassan kwenda kuifungulia Chadema kesi. Kwa hiyo kesi bado ipo mahakamani, iko pending na inaendelea, na ndio kesi iliyotufungia chama kwa siku 309 kihuni kabisa. Tuna kesi mbalimbali za wanachama wetu maeneo mbalimbali. Hivi tunavyozungumza, kuna vijana wamekamatwa wa vyuo vikuu. Kuna mwenyekiti wetu wa wilaya ya Geita vijijini amekamatwa, amepigwa vibaya sana, yuko ndani na wanakabiliwa na kesi kubwa. Kuna vijana wa vyuo vikuu. Mimi ni miongoni mwa vijana ambao wakati wa ujana nilitokea kwenye chuo kikuu nikiwa kiongozi wa Chaso, nikawa diwani, nikawa mbunge. Kwa hiyo nina special attachment na vijana wa vyuo vikuu, na baada ya uongozi wetu nimekuwa nikipita kwenye vyuo vikuu kufufua Chadema Students Organization ambayo imeanza kuja na nguvu kubwa. Tulianzia chuo kikuu cha Dar es Salaam, tukaenda Dar es Salaam, tukaenda Mwanza na baadaye Iringa, na nilipokuwa Mbeya kwenye mkutano nilipata briefly kukaa na viongozi wa Chaso na kuzungumza nao. Lakini cha ajabu, baada ya mimi kutoka pale, wale viongozi walikamatwa, wakapigwa vibaya, na wengine wamevunjwa miguu, wamezuiliwa. Mpaka sasa vijana 3 hawajaruhusiwa kwenda kufanya hata mitihani inayoendelea. Wako mahabusu Mbeya kwa siku zaidi ya 10, wakishinikizwa kwamba waseme mimi niliwapa fedha. Wamerekodiwa waseme kwamba mimi niliwapa fedha ili wanunue vifaa vya kufanyia matendo ya kigaidi kwenye tarehe 7. Kwa hiyo ni kesi ambayo ipo, ambayo ilikuwa inaandaliwa kwa ajili ya mimi kubambikizwa, lakini hao vijana wamepigwa sana na waendelea kushikiliwa kwa kesi ambayo walitaka kubambikiwa au wanaweza kubambikiwa, ambayo walikuwa wanashinikizwa waseme kwamba nilipokuwa Mbeya nilizungumza nao kuwapa fedha ili wafanye matendo ya kigaidi tarehe 7.
Kwa ni kwamba ilikuwa inaandaliwa tena kesi mpya. Kama mtakumbuka, nilipokamatwa kipindi kile nilibambikiwa kesi ya ugaidi, baadaye ikaondolewa kihuni tu. Kwa hiyo ilikuwa inatakiwa nibambikiwe tena kesi nyingine ya ugaidi na vijana hawa wa Mbeya. Hayo wamemweleza wakili alipoenda kuwaona. Kwa kuna mazingira kama hayo. Hizo zote ni kesi ambazo tunazo. Kwa hiyo hizi kesi zitaendelea kusukumwa, mawakili wetu wanaendelea kuzifanyia kazi, lakini katika mazingira ambayo wote tunajua mahakama za nchi zinavyofanya kazi. Kwa hiyo ni kuapply political pressure, both kutoka inside, na ndio maana wamefungia mikutano ya hadhara, na kuapply kutoka nje ya nchi popote. Na katika hili nataka niwashukuru sana Commonwealth ambayo wamekuja na very strong stand na wametoa ultimatum kwa serikali hii dhalimu ambayo haijachaguliwa. Kwa ni kuendelea kuapply pressure tena na tena, kama pressure ilivyokuwa applied kwenye serikali ya makaburu wa Afrika Kusini, makaburu weupe, iendelee kuwa applied kwa makaburu weusi mpaka watakapo, na mwisho wao umekaribia sana. Ukiangalia jinsi wanavyo behave, wana behave under a lot of pressure na panic. Wako kwenye panic mode kwa sababu inside CCM yenyewe, ndani ya CCM kuna mgogoro mkubwa sana kati ya huyo Nchimbi na wenzake hao, na ndio maana ulisikia mwingine anaitwa Yuda na nini. Huo wote ni mgogoro ambao uko ndani ya CCM. Kwa hiyo kuna pressure kutoka ndani mwao na mgogoro mkubwa, lakini kuna pressure ya kimataifa, na sisi tuendelee kuapply pressure mpaka watakapo acha haya mambo na tubadilishe nchi yetu. Kuhusu maridhiano, nataka nirudie msimamo wa chama chetu, na hapo ndipo tunaposimamia na hatutayumba hata nukta moja. Kuna mimi bahati nzuri nilikuwa miongoni mwa watu 5 walioteuliwa na chama kwenda kwenye kile kilichoitwa maridhiano wakati mwenyekiti Mbowe akiwa mwenyekiti wa chama. Na mimi nilikaa kwenye ule ukumbi kwa chini ya vikao viwili, nikawaambia huu ni uhuni, hawa watu hawana malengo yoyote ya kubadilisha chochote. Baadaye ilionekana kama mimi nilikuwa tu na hofu zangu, lakini mwisho wa siku kile nilichosema ndicho kilichokuja kutokea, kwamba Samia Suluhu hakuwa na nia yoyote ya maridhiano. Sasa kitu kama hicho tumejifunza. Waingereza wanasema once beaten twice shy. Hatuwezi kurudia makosa kama yale. Kamati kuu ya chama chetu ilipokaa mwezi wa 12 imesema, 1, hakuna maridhiano yoyote yatakayofanywa kati yetu na CCM bila kwanza mwenyekiti wetu wa chama na watu wote waliokamatwa kuwa nje. 2, hakuna maridhiano yoyote tunaweza au aina yoyote ya mazungumzo bila mediator, bila mtu kati, bila interlocutor ambaye atakuwa katikati na ambaye ana mandate ya kuangalia kile tunachokizungumza kwamba kinatekelezeka. Hakuna maridhiano yatakao au mazungumzo bila watu kuwajibika kwa yale walioyafanya, kwa makosa makubwa waliotenda dhidi ya binadamu wenzao. Kwa haya mambo ni maazimio ya kamati kuu ya chama chetu. Haya mambo hayawezi kupindishwa, haitakubalika hata nukta moja. Sasa katika mkiona trend ya wiki hizi, hata hao wanaopewa vifedha na nini wanaitwa ni kwamba watu wanasema maridhiano ili Lissu atoke. Lissu hawezi kutoka kwa masharti. Lissu anatakiwa kuachiwa unconditionally. Huwezi kukamata mtu alafu ukawaambia watu kwamba ili nimwachie lazima mje kuzungumza na sisi. That is pure blackmailing, na sisi hatutakubali kuwa blackmailed. Hicho kitu ndicho kilichofanyika kwa Mbowe. Huyu mama alimkamata Mbowe, akakaa naye miezi 8 na akamwambia lazima uje kuzungumza na sisi. Mwisho wa siku kilichokuja kutokea ni yale mambo ambayo wote tunayafahamu. Hayo hayatatokea under our watch, chini ya uongozi wa chama chetu. Hayo hayatatokea. Tunamtaka Lissu awe nje, yes, leo, unconditionally, bila masharti yoyote. Na hiyo
lazima tuendelee kuipigania, lazima tuendelee kuisukuma kwa sababu hakuna kesi, lakini hatutakubali masharti yoyote ambayo yanalenga kubail out watu kwa makosa yao, kwamba anakukamata alafu anakuambia njoo uzungumze na sisi ili tukuachie. Hilo jambo haliwezi kutokea, wala sio jambo linalokubalika, sio jambo la ustaarabu. Hatuwezi kwenda kuzungumza na watu ambao tunawajua kwamba hawako tayari kwa maridhiano mpaka ambapo kutakuwa na mtu independent kutoka credible institution ambaye atakuja kusimama katikati ili mambo yazungumzwe kwa uwazi na kwa ukweli, na Watanzania wapate kile ambacho wanakistahili. Aina yoyote ya makubaliano ya uongo, ya ujanja, ya blackmail itakuwa ni usaliti mkubwa kwa mwenyekiti wetu aliyekaa ndani kwa siku zote hizi na anaumia na anaendelea kuvumilia. Itakuwa ni usaliti mkubwa kwa Watanzania waliouawa kwa zaidi ya maelfu ili Samia Suluhu ajitangaze madarakani bila kuchaguliwa. Kwa hiyo hatuko tayari kufanya usaliti dhidi ya watu wetu. Kwa hiyo kwenye maridhiano mstari wetu unafahamika. Kama kuna mtu haelewi, achukue maazimio ya chama chetu ya mwaka jana asome. Hapo ndio mstari ulipo, na mimi nikiwa naongoza chama kwa niaba ya kamati kuu na kwa niaba ya mwenyekiti kwa sasa, hapo ndio nimeweka breki na hatuwezi kugeuka nyuma. Basi mimi na swali moja tu kwa makamu mwenyekiti, moja au moja na nusu, inategemea. Swali la kwanza ni kwamba tuko kwenye kampeni ya katiba mpya, na hali ya kitaifa, hali ya siasa nchini tunaiona kwamba mpaka sasa hivi chama kimefungwa. Na je, chama tukiwa kama serikali inayokuja, tuna mkakati gani wa kuhakikisha tunaipata katiba hii mpya katika mazingira haya ambayo ni magumu? Same swali naenda kwenye mkakati wa kumtoa mwenyekiti Tundu Lissu. Chama tumekuwa na hii campaign free mwenyekiti Tundu Lissu, lakini je, kuna mkakati gani, step gani zitachukuliwa kwa mazingira haya magumu ambayo tulionayo? Asante. Swala la katiba na free Tundu Lissu tuliazimia na tukasema hadharani kwamba raundi ya kwanza ilikuwa ni mobilization ya kuzunguka nchi nzima na kuzungumza na Watanzania ili watuelewe. Kwanza tuwe kwenye same picture, watu waelewe ni nini tunachokisema na ni nini tunachokipigania. Na watu wakishaelewa, tunaenda hatua ya pili kama hatutasikilizwa. Na tulisema wazi tutaitisha maandamano ambayo tutaitisha kwa nchi nzima baada ya Watanzania kuwa wametuelewa. Na kama mlifuatilia mikutano kabla ya mikutano kuwa banned kinyume cha sheria, turnout ya watu kwenye mikutano yetu ilikuwa ni kubwa mno, ni massive, kwa sababu nafikiri watu waelewi vizuri. Mimi nimekuwa kwenye siasa, active politics, tangu mwaka 2009. Wakati wa mikutano ya kawaida, sio ya kikampeni, ni very rare kupata watu maelfu kwa maelfu kama wale, na wakiwa jubilant kiasi kile. Ukiona watu wanajitokeza kwa wingi kwenye mikutano ya kawaida, sio ya kampeni, na wana hamasa kubwa kiasi kile, hiyo ndio iliyowapa hofu serikali dhalimu, kwa sababu pressure inaendelea kujijenga. Sasa tumetoka kwenye kamati kuu na katibu mkuu amesoma maazimio, na sasa maandalizi yanafanyika ya secretariat ya kuandaa hatua ya pili tunayoenda, tukiwa tunarudi kwenye mikutano ya hadhara. Obviously tutarudi, kwa sababu hatuwezi kukubali kukaa kwenye zuio ambalo sio la kisheria kwa muda mrefu kwa sababu tu watu wameamua. Na namna ya kushinikiza serikali dhalimu hii, ikiwemo migomo, ikiwemo kukataa hata kulipa kodi, njia ni nyingi za kushinikiza. Kwa hiyo mimi nafikiri pressure, political pressure. Tusisahau kwamba Commonwealth, hii ni mara ya kwanza Tanzania inawekwa kwenye pressure kubwa kama hiyo. EU wataendelea,
Marekani bunge very soon kutakuja na maazimio. Kuna swala la ICC linaendelea, na sisi wenyewe from inside tuta apply pressure, political pressure. Kwa ni sisi wote kujoin force mpaka ambapo tutaachieve, na mimi na matumaini ukiwa humu ndani unaweza kuelewa hawa watu wako hatua za mwisho kabisa. Ukiangalia mbinu wanazotumia kufight, mbinu za kijinga kabisa, kwa mfano hizi ambazo wanatafuta watu ambao hawawezi hata kusikilizwa ndio wanawafront. Maana yake ni kwamba is a kick of a dying horse, ni farasi ambaye amefika mwisho. Na hizi mbinu zimetumika sana na tangu zama za Falme kwenye Biblia ukisoma mpaka leo, farasi anayekaribia kuanguka anarusherusha mateke. Kwa mimi, kwa maoni yangu, ninaona tutaiachieve very soon, na kuna sentiment ambazo hata watu ambao walikuwa ni pro CCM kwa kiwango kikubwa wanaanza kuzitoa, ambazo sio kawaida. Kama umemsikia Benson Bana, Dr. Benson Bana ambaye pia amewahi kuwa balozi wa Tanzania nchini Nigeria. Huyu ni mtu ambaye amekuwa siku zote anazungumza mambo ya CCM. Anapojitokeza anasema maridhiano yasiwe ya uongo, yawe maridhiano ambayo yana mediator. Anazungumza kwamba Lissu achiwe, Lissu anaonewa. Anajitokeza anasema kunahitajika katiba mpya. Maana yake pressure inaongezeka, na hawa watu wako kwenye pressure kubwa sana. Kwa hiyo ni sisi kuendelea kuapply pressure, na tuna miss watu waliopigana wakati wa kutafuta ukombozi wa Afrika walikuwa wakifungiwa mikutano ya hadhara ya kukutana na wananchi. Inakuwa ngumu sana kuwasiliana na wananchi, lakini sisi kwa mfano tuko hapa Clubhouse tunazungumza, zitaenda YouTube, mamilioni kwa maelfu ya Watanzania wanatusikiliza. Hata vyombo vyao vya habari vikubwa, mainstream media, wakizitumia kufanya propaganda, sisi tunajibu kwa kutumia social media na watu wanasikiliza kwa maelfu. Ninaenda vijijini naona watu wanavyotufuatilia. Kwa hiyo ni sisi kuendelea kutumia every means necessary kuwasiliana na watu, kumobilize watu, na chama kikisema sasa siku ni hii, watu wote watoke to demand katiba mpya na to demand Lissu kuwa free. Lakini na matumaini kwamba pressure hii ni kubwa sana, muda si mrefu sana haya mambo yote yatakuwa Lissu atakuwa nje, na mambo haya yatakuwa vizuri kwa ajili ya kupata katiba na kuandika katiba mpya na kurudi kwenye uchaguzi ambao utawapa Tanzania serikali wanayoitaka. Pressure. Wezesha chama kiwe na nguvu, kiweze kufanya kazi ya mobilization kuanzia chini. Tumobilize wanachama kwenye matawi, kwenye misingi. Mmekuwa mkiona mimi nazunguka kwenye programs za kujenga ofisi. Maana yake ni kuweka misingi ya underground ambayo ni migumu, ambayo tutakuwa na watu kwenye kila kata, kwenye kila kitongoji na kwenye kila wilaya, ambao ni viongozi ambao tuna infrastructure kama ofisi, na pia watu ambao wanawezeshwa kufanya kazi za chama. Kwa hiyo hilo ndio nafikiri focus yetu ni hapo. Lakini mimi naamini tutaachieve yote haya kwa pressure, na ni kwa sababu ya historia ya dunia. Hakuna kitu kimewahi kuwa achieved bila kuapply pressure na pressure na pressure. Mnayo rekodi yote ya viongozi wenu wa Chadema, hilo la kwanza. Kwa sababu leo nimesikia kuna kiongozi amejifanya na yeye ni mwanachama, lakini nimekuja kupeleleza kumbe ni mwana NCCR Mageuzi. Sasa nataka nijue mnayo rekodi yenu yote ya viongozi wenu? Hiyo kwanza leo tujue. Maana tunaona saizi hata hata Mwijaku anavaa tu t-shirt saizi. Kila mtu Wajibanala anavaa tu t-shirt. Yaani tunashangaa. Saizi t-shirt za Chadema zimezagaa ovyo. Hilo nataka tujue, mna rekodi yenu ya viongozi wenu? Sababu kuna watu wanataka kudhalilisha chama tu hapa. Pili, hii sio swali. Ili nataka tu utajaribu kusherehesha. Tumesikia kwamba Tanzania imeruhusu wagonjwa wa Ebola. Sasa na hili nao utanisaidia kufafanua. Kwa sababu inakuwa kuaje serikali iruhusu wagonjwa wa Ebola hapa kati ni ugonjwa hatari sana? Ya kwangu ni hayo tu, asante. Yes, chama chetu ni system ambayo iko complete. Yaani Watanzania wanapaswa kuelewa kwamba Chadema
sio kama hivi vyama vya mfukoni ambavyo vinajiumba vinatumiwa na CCM na serikali. Chadema ni system ambayo ipo na imeandaliwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo organization ya chama ipo, tunajua kila wilaya, kila mkoa, kila kanda, mwenyekiti ni nani, katibu ni nani, kamati tendaji ni nani. Kwa tunawajua viongozi wetu wote wa nchi nzima, na ndio maana hata hao matapeli wanaojitokeza kwa kutumia t-shirt za chama chetu na majina ya viongozi, mara moja viongozi wanajitokeza kueleza kwamba huyu sio kiongozi. Kama ni kiongozi, basi taratibu zingine zinafuatwa za watu kujua nini, kwa sababu hao watu wana act under influence, zinafuatwa taratibu zingine. Kwa hiyo viongozi wote tunawajua. Hili la serikali kuruhusu wagonjwa wa Ebola kuhamishiwa Tanzania sijalipata kwa kweli, na sitaki kujibia jambo ambalo sijalipata na sijalisearch. Lakini mimi nakumbuka vurugu kama hii ilitokea Kenya. Kama kitu kama hiki kitakuwa kinakuja Tanzania, I can assure you kwamba sisi wanachadema hatutakubali. Tutaongoza Watanzania na watu wote wanaotuunga mkono kupinga kuleta ugonjwa huu ambao umeua maelfu ya watu kwenye nchi hizo zilizoko huko. Kama mtu anataka wagonjwa hao atafute nchi nyingine akakae nao, lakini sio kwenye nchi yetu. Hilo halitakubalika, kwa sababu hao watu wameua watu, wanataka waone kwamba hawajaridhika na mauaji hayo, watuletee ugonjwa ambao umesumbua nchi nyingine uje kumaliza Watanzania. Kwa hiyo jambo sijalisikia, lakini kama litakuwa linatokea, muelewe tu kwamba sisi hatutakubali, tutaungana na Watanzania kulipinga. Mimi swali langu lina pengele viwili. Swali la kwanza ni kwamba ni lini kauli ya maandamano kama viongozi itakuwa ya kwa vitendo? Swali langu la pili kwamba mmejipanga vipi na hizi propaganda za kuwagawa nyinyi kamati kuu, viongozi wa juu, kuwagawa hizi propaganda, mmejipanga vipi kama viongozi? Nataka nirudie nilichokisema. Kila kitu unachoweza kufanya ili kifanikiwe, lazima kuwe na proper organization. Na proper organization ni kuzungumza na Watanzania waelewe kwamba kwa nini mnataka kuitisha maandamano. Ndio maana tulikuwa kwenye ziara, tumeanzia na Chingwea, tumeanzia Katoro, everywhere tulikoenda tumezungumza na Watanzania, tunawaelewesha kwamba mambo tunayopigania ni yapi, yana umuhimu gani kwenye maisha yao. Watu wakishaelewa, hata hutahitaji hata kuitisha, hata kabla hujaitisha Watanzania wenyewe watakuwa na demand ya maandamano. Ndio maana umeona kwa sababu ya ile momentum ambayo tulikuwa tunajenga, wamejitokeza kuzuia mikutano kwa sababu tulikuwa tunapeleka elimu kubwa. Kwa hiyo tuendelee kutumia system kama hizi Facebook, Clubhouse na nyingine zote kuelewesha watu na kumobilize watu zaidi, ili waelewe siku ambapo chama kitajitokeza kutoa kauli, watu wawe tayari kutunga mkono. Lakini sisi tuna taasisi ambayo ipo mpaka chini, kwa hatutafanya ya mambo kwa kificho wala kwa siri. Ni mambo yatakayotangazwa, na baada ya kuwa yamejadiliwa kwenye vikao halali vya chama, vimesema sasa tumefikia wakati wa kufanya hili na nyie mtatangaziwa. Kwa muendelee kutuunga mkono. Hakuna sababu ya kuwa na pressure na kushambuliana na kutokuwa na subira. Amini tu viongozi wa chama chetu, iamini kamati kuu ya chama chetu. Ni kamati kuu ambayo ina watu wenye weledi wa kisiasa, wenye uelewa mkubwa, wanaojua kupima mambo, na wakiamua ujue wameamua kwa sababu wanaelewa. Lakini pia na baraza kuu ya chama chetu ambalo litaketi, haya mambo ni miongoni mwa mambo ambayo itapitia. Swala la mwisho ameuliza kuhusu propaganda zinazoletwa dhidi yetu, tunajipanga vipi zisiweze kugawa chama. Na hili nataka nilete ombi maalum kwa wapiganaji wote. Katibu mkuu alisema tujiepushe na hizi friendly fire. Mtu kwa sababu anampenda mtu fulani au ana imani na mtu fulani anamtukana mtu mwingine kwenye chama chetu.
mimi siungi mkono mambo ya kushambuliana bila sababu, bila hoja. Mambo ya chama chetu yatajadiliwa kwa uwazi, kwa haki na kwa kutendeana vyema kama katiba ya chama chetu inavyosema, na mambo ambayo yako tayari kwenda kwenye public yanaenda kwenye public. Kama kuna jambo ambalo halijafikia wakati wa kwenda kwenye public, let us not speculate. Tuondoe namna ya kuspeculate, na sisi tusikubali, narudia tena, tusikubali kuondolewa kwenye reli na vyombo vya habari vinavyotumika. Ukitaka kujua kwamba hatuna vyombo vya habari na watu wanatumika, hebu angalia, unawezaje kukuta magazeti 10 yanaandika headline inayofanana? Ina maana mhariri wa hiyo magazeti ni mmoja. Unawezaje kukuta TV ambazo ni credible kabisa inatangaza taarifa inafanana? Kwanza ikija read story, na kwenye TV nyingine ni read story, na kwenye TV ya 3 ni read story, na kwenye TV ya 4 ni read story, na ufunguzi ni ule ule, na mtiririko wa mwandishi ni yale yale. Kwa hiyo tusikubali kupelekwa kwenye benchi ya CCM ambayo inatuletea propaganda za sisi wenyewe tukaishia kugawana. Sisi kama viongozi wa kamati kuu na chama, na kwa wale tunaoongoza chama, tuko imara. Tunajua hii ni propaganda, hili linaletwa ili litutoe nje ya reli. Sisi hatutoki nje ya reli, tunastiki kwenye biti. Na ndio maana nimeanza kwa kusema tunastiki kwenye hoja ambazo ni free Tundu Lissu na katiba mpya. Na wafuasi wetu na wanachama wetu wote, msikubali kugawanywa na kutolewa kwenye reli. Msikubali kuingia kwenye propaganda za kihuni za watu wa CCM ambazo zitatupotezea muda. Tuache kujadili mauaji ya tarehe 29, tuache kujadili rasilimali za nchi yetu zinazogawanywa kwa njia ambazo ni uporaji mkubwa. Tuache kujadili mambo makubwa, tujadili mambo madogo madogo ya kupigana mishale sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa hilo nawaomba sana na nyie, lakini sisi kama viongozi tuko makini, tuko macho, na tuna vyombo vingi ambavyo kwa kweli vinatusaidia. Tuna wazee wengi sana ambao wanatushauri, na nataka nimwambie hiki chama kinaungwa mkono na watu wengi sana. Yaani watu wakisikia jambo lolote ambalo ni baya dhidi ya Chadema, watu hawalali. Mimi napigiwa simu na wazee, aminini kwamba hata kuna wazee wengi tu ambao wanatushauri namna ya kuenenda, namna ya kudhibiti mambo, namna ya kuangalia namna ya uongozi. Kwa hiyo chama chetu kimejaa watu wengi wenye busara. Kuna viongozi wa dini wanatushauri. Kwa hiyo tuko vizuri. Ni sisi wanachama na sisi wapenzi tujiepushe sana na propaganda ambazo zinaweza kutuletea mpasuko unnecessary, hasa pale inapofika kumsema kiongozi wa chama kwenye public na kusemana kwenye mazingira ya kimitandao. Hilo sisi kama wanachadema na viongozi tujiepushe. Lakini wale wanaoturushia haya mambo, wao tunawafahamu na tunajua nia zao. Mtu ambaye ni mtu ambaye anatamani Chadema ife hawezi leo kujifanya kwamba anazungumza mema kuhusu Chadema. Kwa hiyo hayo yote tuyaelewe na tujiepushe nayo na tustiki kwenye hoja, na nafikiri utafanikiwa. Asante sana. Je, unaamini ulinzi ulionao upo sawasawa au unahitaji msaada kuongezewa ulinzi? Karibu. Kwanza masuala ya ulinzi ni masuala very sensitive. Sio masuala ambayo unaweza kuyazungumza kwenye public. Na kwa kweli tunapitia kipindi kigumu. Niseme tu kwa kifupi, ulinzi wetu mkuu sana ni Mungu mwenyewe, ambaye anajua kwamba tunachofanya ni jambo sahihi kwa ajili ya watu wake, lakini vile vile na Watanzania ambao kwa maelfu wanatuunga mkono, na wengi hata walioko kwenye serikali wanajitahidi kutupa taarifa ambazo zinatusaidia sana kiusalama dhidi ya watu wabaya. Na hili liwe tu kwenye akili zetu kwamba system ina watu wabaya sana, na system ya serikali ya nchi imeoza ina watu wabaya, lakini sio watu wote ni wabaya. Kuna watu wema sana wako serikalini ambao
wengi wanatupa taarifa na wanatamani kuona nchi inabadilika, na ndio maana nimekuwa nikiwaambia hata nilipokuwa nasema kwamba tunasogelea sana ushindi na senta haiwezi kuhold tena, senta inayumba mno. Kwa hiyo hata wao wenyewe ukiwauliza mnapeleka wapi nchi, hawaelewi. Ndio maana wamedevote kwenye system hizi za kuumiza watu. Kwa hiyo tuendelee, kama mimi nitakuwa more than happy kuongezewa watu kunisaidia, lakini watu ambao tutahitaji pia kuwafahamu ni kina nani, na hayo ni mambo ambayo tunaweza kuzungumza pembeni na watu ambao wanafikiri wanaweza kutusaidia. Lakini nina watu na ni watu wazuri, ni watu naowaamini, lakini haya masuala sio ya kujadili kwa uwazi kiasi hicho. Kwa hiyo nashukuru tuishie hapo kwenye hilo. Asante.